Marekani imeingia katika gharama kwa kuidharau Iran katika jeshi. Marekani sasa inahitaji ushindi madhubuti katika vita vyake, lakini inazidi kupata gharama kubwa kwa kuidharau Iran kijeshi. Matokeo ya vita na Iran yataamua uwezo wa Amerika katika hatua ya dunia kwa miaka ijayo. Hilo ndilo linaloifanya mzozo wa sasa katika Asia Magharibi kuwa na matokeo ya mbali zaidi ya eneo lenyewe. Sera ya Marekani kuhusu Iran imezidi kuwa mbaya. Badala ya kuzingatia matamshi ya rais yanayobadilika, ni muhimu zaidi kuchunguza mantiki inayosimamia mzozo huo. Washington inaonekana kujiridhisha kuwa wakati huo ni sahihi kuchukua hatua madhubuti dhidi ya Tehran kwa kutumia kile inachokiona kama dirisha la mazingira magumu. Hata hivyo, Marekani haikujiandaa katika vita hivi. Ni msukumo tu wa rais wa Marekani Donald Trump ulioingiza Marekani katika gharama ambazo hazikutabiriwa kwa miaka mingi. Lengo limetazamwa kwa kutengwa, lina mantiki fulani baridi. Mashambulizi yaliyotekelezwa vema yanaweza kuwa kwa kinadharia kufikiriwa kama malengo kadhaa ya muda mrefu kwa wakati mmoja. Lakini licha ya kwamba malengo haya yalikuwa ni ya muda mrefu, lakini rais wa Marekani Donald Trump aliye na mwaka mmoja katika awamu yake ya pili tangu aingie madarakani hakujipanga katika vita hivi na wala hakulitengeneza jeshi hilo kujipanga zaidi. Ikumbukwe, miaka mitatu kabla ya yeye kuingia madarakani, Marekani ilikuwa ikitoa msaada mkubwa dhidi ya Ukraine katika vita vya tangu mwaka 2022 vilivyoanzishwa na Urusi. Hata hivyo, fedha nyingi zimetumika katika vita hivyo, lakini Marekani kupitia rais wake hakutazama jinsi uchumi wa nchi ulivyo. Kadhalika, kabla ya vita nchini Ukraine kulikuwa na janga la COVID-19 ambalo limeigharimu dunia mabilioni ya fedha katika kukabiliana na janga hilo pamoja na vifo vingi vya wanadamu. Hili pia rais wa Marekani hakulizingatia na sasa ameamua kuingia moja kwa moja katika vita ambavyo sasa vinamgharimu kwa sababu tu ya kuidharau Iran, akiona ni taifa ambalo halina uwezo wa kupambana naye, na ukizingatia sifa za Marekani kwamba ni taifa lenye ukubwa katika teknolojia na katika kila kitu. Sasa siri za mafanikio ya Marekani zinaanza kuonekana, na wakati huu rais wa Marekani akiziomba nchi za NATO ziungane naye katika vita hivyo ambapo nchi hizo zimegoma kabisa. Kinachobaki ni rais huyo wa Marekani kuanza kulalama juu ya kutopata msaada kupitia wanachama wa NATO. Lakini matamanio kama haya yanategemea makosa ya kimsingi. Iran si Iraq ya mwaka 2003 wala Afghanistan mwaka 2001. Uwezo wake wa kijeshi ni mkubwa zaidi kuliko adui yeyote ambaye Marekani imekabiliana nayo hapo awali katika miongo ya hivi karibuni. Ni hali kubwa, thabiti, yenye kina, kimkakati na yenye uwezo wa kuleta usumbufu mkubwa kwenye mapambano na katika mambo mengine, hasa katika mtiririko wa nishati. Ni Iran ambayo ilijipanga kwa muda mrefu kutokana na namna ambavyo imekuwa ikiadhibiwa, lakini pia kupewa vitisho vingi kutoka kwa Marekani na washirika wake wa Magharibi, NATO. Kadhalika ni Iran ambayo kutokana na namna ambavyo ilishambuliwa mnamo mwezi Juni mwaka 2025 ilijiandaa kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani pamoja na Israel. Hatua ya mwisho ni muhimu. Msimamo wa kijiografia wa Iran unaipa nguvu ambayo nchi chache inamiliki. Hata kuongezeka kidogo kunaweza kutishia njia za meli na utulivu wa kiuchumi ya Mashariki ya Kati na kuathiri moja kwa moja maslahi ya Marekani na washirika wake. Ukweli huo pekee unatatiza jaribio lolote la ushindi wa haraka na safi kama ambavyo Marekani inataka. Jambo linazidi kuwa baya zaidi kwa Marekani. Vita vinazidi kuwa vibaya zaidi kwa upande wa Marekani, licha ya kwamba hata kwa upande wa Iran hali inazidi kuwa mbaya kwa sababu miundombinu ya taifa hilo inazidi kuharibiwa. Marekani inataka mazungumzo na Iran, lakini si amani. Ndicho ambacho wa Iran wanakikataa, na ndicho ambacho kinawafanya wa Iran kusimamia muktadha wao kwamba hawawezi kufanya mazungumzo ambayo baadaye yatawafanya waingie tena vitani. Na ni kutokana na majaribio kadhaa yaliyofanyika katika wakati wa mazungumzo katika kipindi cha mwezi Juni ambapo Israel iliingia vitani ikisaidiwa na Marekani, na hata katika wakati huu kadhalika, wakati Marekani ikiwa katika mazungumzo, ni Israel ambayo iliingia vitani na kuishambulia Iran, ambapo baadaye Marekani ilisema ilishiriki katika vita hivyo na hata sasa inaendelea na mapambano. Onesho la sasa la nguvu lisilo na hata uhalali rasmi ulioambatana na kampeni za awali limewasumbua washirika wa Washington. Washirika ambao hapo awali walihisi wanalazimishwa kuunga mkono Marekani sasa wamesita zaidi, wakipima hatari za kuhusika dhidi ya matokeo yasiyokuwa na uhakika. Dhana ya awali inaonekana kuwa Iran ingesalimu amri haraka, lakini Iran inazidi kuongeza nguvu zake na kuendeleza na mapambano.
Licha ya kuuawa kwa viongozi wa kisiasa na kijeshi, lakini uongozi wa Iran umesimama pale pale. Marekani na Israel wameshindwa kuondoa kabisa utawala huo kwa muda mfupi kama walivyotarajia. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini nawe una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.